Rafiki yangu, popote pale unapoendelea kufuatilia mafundisho haya, tunaingia sehemu ya pili ya topic ambayo tumezungumza kwenye video hiyo ya kwanza. Hiyo kuwa inazungumza juu ya sheria ya Mungu, juu ya ndoa, talaka, uchumba, migogoro. Mwanadamu anapopata maelekezo sahihi ya Mungu, ufafanuzi sahihi na maarifa ya kimungu juu ya mambo yanayomuudhi au yanayomdhuru au yanayomsumbua, mwanadamu huyo anaweza kufanikiwa. Mwanadamu huyo anaweza kustawi, kwa sababu nje ya neno la Mungu mwanadamu hayuko salama. Nje ya maelezo ya Mungu ina maana mwanadamu hayuko salama. Maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, lakini yule asiyetenda dhambi ndo mwana wa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu ambaye hatendi dhambi ni yule anayefuata neno la Mungu na kulifanyia kazi na kuliishi. Soma Yohana wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa 18. Maandiko yanasema yule asiyetenda dhambi, yule adui shetani, yule mwovu hawezi akamgusa. Maisha ya wanadamu wengi leo tunateseka, tunaumia, tunahangaika, tunasumbuka, si kwa sababu hatuombi, si kwa sababu hatutabiliwi, si kwa sababu hatuwekewi mikono, si kwa sababu hatuendi makanisani, si kwa sababu hatufungi, si kwa sababu hatuna mikutano ya kitaifa na kimataifa ya injili. Hayo yote hapo. Lakini je, maisha yetu yako vizuri na Mungu? Kisoma Isaya 59:1-2, maandiko yanasema mkono wa Bwana haukupunguka ili usikuokoe, na sikio lake si zito lisikusikie, ila maovu yetu yametufarakanisha naye Bwana wetu. Ndio maana ukisoma Isaya 1 ule kuanzia mstari wa 14 anakuambia jioshe, jitakase, acha kutenda mabaya, takeni hukumu kwa haki, wasaidie walioonewa, wateteeni wajane. Anakuambia ukifanya hivyo, hata kama dhambi zako zilikuwa ni nyekundu kama bendera, ukishaomba rehema utakuwa nyeupe kama theluji. Anakuambia ukikubali na kutii utaokolewa, ukikataa na kuasi utaangamia. Na maandiko pia yanasemaje? Afichaye dhambi zake hatofanikiwa, lakini anayeziungama na kuziacha huyo atapata rehema. Sasa jiulize, wewe umeomba rehema siku gani ili uache dhambi? Ukisoma Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, maandiko yanasema watu walioitwa kwa jina la Bwana wanapojinyenyekeza, wakaomba, wakatubu na kuacha njia zao mbaya, Mungu ndipo atasikiliza kutoka mbinguni, atasamehe dhambi za watu hao na kuponya nchi yao. Na Mungu asipohusika kwenye maisha yako, tegemea shetani atahusika. Na shetani akishahusika, Yohana 10:10 inakwambia shetani kazi yake ni kuchinja, kuiba na kuharibu, na wakati Yesu mwenyewe ndo anayekuja kutupa uzima kisha tuwe na hoteli. Jiulize, tafakari, angalia maisha yako yanaelekea wapi, yanatoka wapi, yanaenda wapi? Umeishi maisha ya dhambi kwa muda mrefu, umepata faida gani? Mbona maisha yako yanazidi kuwa mabaya? Mbona uharibifu unazidi kuongezeka? Kwa nini usijitenge na uovu ili Mungu aanze kuachilia baraka juu ya maisha yako? Hakuna baraka juu ya mwenye dhambi. Maandiko yanasema hata sadaka ya mwenye dhambi ni chukizo kwa Bwana. Hata maombi ya mwenye dhambi ni chukizo kwa Bwana. Kwa kama unaomba na unatoa sadaka na wewe unabaki kwenye maisha ya dhambi, ni chukizo na unaibua laana na mikosi na mabara badala ya mafanikio na ushindi. Watumishi wengi watakudanganya, toa sadaka, Mungu anakubariki, utatamkiwa baraka nyingi, lakini hizo baraka zote zitageuka laana kama bado unaomba maombi na unatoa sadaka ukiwa mwenye dhambi na hutaki kuiacha dhambi yako na kumrudia Mungu aliye hai, Mungu aliye mtakatifu. Maandiko yanasema tafuta kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambapo hakuna atakayemuona Bwana kuwa bila kuwa nao. Lakini pia maandiko yanasemaje? Kuweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Ina maana Yesu mwenyewe anasema. Lakini pia Yesu mwenyewe akawaambia wanafunzi wake na Mafarisayo, akawaambiaje? Nyie kwa nini mimi kutaka kuniua na awepo mtu yeyote atakayenishuhudia kwamba mimi ni mwenye dhambi? Na kama mimi sio mwenye dhambi, kwa nini mnapinga kile au kazi ninazozifanya za Mungu? Na tunajua Mungu anawasikiliza wale wasio na dhambi. Kwa hiyo rudi kwenye misingi, rafiki yangu. Ndio maana nataka nikupe haya maandiko, yaelewe, yafanyie kazi. Sasa nakupa maandiko na yasoma tu, wewe mwenyewe unatakiwa uyazingatie, uyafanyie kazi juu ya ndoa, talaka, migogoro, mahusiano,
uchumba na chochote kinachohusiana na hilo. Neno la kwanza ambalo nakusomea ni kutoka Mathayo 19:9. Neno la kwanza ni kutoka Mathayo sura ya 19 mstari wa 9. Maandiko yanasema, nawaambia ninyi kwamba mtu yeyote atakayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya uasherati na kuoa mke mwingine anazini. Neno la pili, hilo nahisi maelekezo unayajua, yako wazi na nilishalieleza kwenye sehemu ya kwanza. Neno la pili ni Mathayo 5:32. Maandiko matakatifu yanasema, lakini mimi nawaambia ninyi kwamba yeyote anayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya uasherati anamfanya kuwa mzinzi, na yeyote anayemwoa mwanamke aliyeachwa anazini. Luka 16:18. Maandiko yanasema, yeyote anayemwacha mke wake na kuoa mke mwingine anazini, na mtu anayemwoa mke aliyeachwa anazini. Unaona uthibitisho wa neno la Mungu hapo? Jua Mungu yuko serious. Wakorinto wa kwanza 7:10-11. Maandiko yanasema, kwa wale waliooana nawapa amri hii, si mimi bali Bwana, mke asitengane na mumewe, lakini kama ikifanya hivyo abaki bila kuolewa, au apatanishwe na mume wake, na mume wake asimpe mkewe talaka. Hoya masakaya. Ndio maana nakwambia hayo yote uyaelewe, uyafahamu na uyafanyie kazi, maana ndo uzima kwenye maisha yako. Narudia tena, Wakorinto wa kwanza 7:10-11. Kumbuka hapa ni Paulo amesema, lakini kwenye hizo injili za kwanza ni Yesu mwenyewe aliyekuwa anaongea, na hapa kwenye Wakorinto ina maana ni mtume Paulo, lakini anasema ni Bwana, sio yeye. Mstari wa 10, Wakorinto wa kwanza 7:10-11 anakuambia, kwa wale waliooana nawapa amri hii, si mimi. Paulo anajitoa, anasema si mimi bali ni Bwana, mke asitengane na mumewe. Mstari wa 11 anasema, lakini kama akifanya hivyo abaki bila kuolewa au kuoa, au apatanishwe na mume wake au na mke wake, na mume asimpe talaka mkewe. Hapa unaona kwamba hutakiwi kutengana na mume wako au mke wako, na mkitengana ubaki hivyo hivyo bila kuolewa au kuoa, au upatanishwe na mume wako na mke wako, na mume asimpe talaka mkewe, na mke asimpe talaka mmewe. Mathayo 5:31-32. Maandiko yanasema, imesemwa, mtu yeyote anayemwacha mke wake lazima ampe cheti ya talaka. Huyo ni Musa, alikuwa ni wa Mafarisayo waliuliza. Lakini jibu la Yesu anasemaje? Lakini mimi nawaambia, ina maana Yesu Kristo, ninyi kwamba yeyote anayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya uasherati anamfanya kuwa mzinzi, na yeyote anayemwoa mwanamke aliyeachwa anazini. Kwa hiyo sababu pekee ya kuweza kuachana na mume wako au mke wako, uasherati tu. Uasherati. Kama amezini unaweza kuachana naye, kwa sababu azinie anafanya dhambi juu ya mwili wake, anauchafua mwili wake. Kwa hiyo huyo ya maana amekuwa najisi, unaweza kuondoka. Lakini sababu nyingine nje ya uzinzi, hutakiwi kuachana na mwenzi wako. Na ukiachana kwa sababu ya uasherati, uko radhi kwenda kuoa au kuolewa, lakini si kwa kusingiziana, bali kwa kushuhudia kwa macho. Si kwa skendo kusema nilisikia, nimesikia, ili uachane na ni mpaka ushuhudie. Na muda mwingine kama unaweza kusamehe na kuachilia na kurudiana, ni vizuri kusameheana, maana maandiko yanasema samehe 7 mara 70. Lakini Mathayo 19:3-9 maandiko yanasema, baadhi ya Mafarisayo walimwendea ili kumjaribu, wakauliza, je, ni halali kwa mwanaume kumwacha mkewe kwa sababu yoyote na kwa kila sababu? Je, hamjasoma? Yesu anasema, je, hamjasoma? Akajibu kwamba hapo mwanzo Muumba alifanya mume na mke, na kusema kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, na ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wao sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo aliyowaunganisha Mungu, mtu asiwatenganishe. Kwa nini basi? Wakauliza, Musa aliamuru kwamba
mwanaume ampe mkewe hati ya talaka na kumwacha? Yesu akawajibu, Musa aliwaruhusu kuacha wake zenu kwa sababu mioyo yenu ilikuwa migumu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Na waambia sasa ninyi kwamba, Yesu akasema sasa, akatoa amri, mtu yeyote anayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya uasherati na kuoa mke mwingine anazini, na yule mwanamke atakayemuoa anazini. Marko 10:11 hadi 12 maandiko yanasema, akajibu, mtu yeyote atakayemwacha mke wake na kuoa mke mwingine azini dhidi yake, naye akimwacha mmewe na kuolewa na mwanaume mwingine anazini. Ukimwacha mume wako au mke wako ukaolewa na mwingine unazini. Sababu pekee inayoweza kuwaachanisha ni uzinzi tu, sio sababu nyingine yote. Marko 10:2 hadi 12 maandiko yanasema, baadhi ya Mafarisayo wakaja na kumjaribu kwa kumuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Musa aliwaamuru nini? Alijibu, wakasema, Musa aliamuru mwanamume kuandika hati ya talaka na kumwacha. Ni kwa sababu mioyo yenu ilikuwa migumu ndipo Musa aliwaandikia sheria hii. Yesu akajibu, lakini hapo mwanzo wa kuumba Mungu alimfanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mwanaume atawaacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja, naye hao sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo aliyowaunganisha Mungu mtu asiwatenganishe. Walipokuwa tena nyumbani, wanafunzi walimuuliza Yesu kuhusu jambo hili. Akajibu, mtu yeyote anayemwacha mke wake na kuoa mke mwingine azini dhidi yake, naye akimwacha mmewe na kuolewa na mwanaume mwingine azini. Jina la Bwana libarikiwe. Tuendelee kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 7:10 hadi 15. Maandiko yanasemaje? Labda tuelewe zaidi. Anasema hivi kwamba, kwa wale waliooana nawapa amri hii, si mimi bali ni Bwana, mke asitengane na mmewe. Lakini kama akifanya hivyo, abaki bila kuolewa au apatanishwe na mme wake, na mme asimpe talaka mkewe. Mstari wa 12. Kwa wengine nasema hivi, mimi si Bwana, ikiwa ndugu yeyote ana mke ambaye si mwamini, na mke yuko tayari kukaa naye, basi asimpe talaka. Na mwanamke akiwa na mme asiyeamini, na mme huyo yuko tayari kukaa naye, basi asimpe talaka. Kwa maana yule mme asiyeamini anatakaswa kupitia mke wake, na huyo mke asiyeamini anatakaswa kupitia mmewe anayeamini. La sivyo watoto wenu wangekuwa najisi, lakini sasa hivi ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka, basi iwe hivyo. Ndugu au dada hafungwi katika hali kama hizo. Mungu ametuita tuishi kwa amani. Wakorinto wa kwanza 7:10 hadi 15 umeielewa vizuri. Nataka neno lingine ambalo litaweza kukusaidia, Kumbukumbu la Torati 24:1 hadi 4. Tuone Mungu pia anasemaje hapa. Mwanaume akimwoa, Kumbukumbu la Torati 24:1 hadi 4. Maandiko yanasema, mwanaume akimwoa mwanamke ambaye amechukizwa naye kwa sababu ameona jambo lisilofaa kwake, na akamwandikia hati ya talaka, akampa na kumfukuza kutoka nyumbani kwake, na ikiwa baada ya kuondoka nyumbani mwake akawa mke wa mwanaume mwingine, na mmewe wa pili humchukia na kumwandikia hati ya talaka na kumpa na kumfukuza nyumbani kwake, au akifa, basi mume wake wa kwanza aliyemtaliki haruhusiwi kumwoa tena baada ya kunajisika. Hilo lingekuwa chukizo machoni pa Bwana. Usilete dhambi katika nchi ambayo Yehova Mungu wako akupa iwe urithi wako. Malaki 2:16 maandiko yanasema, mwanaume anayechukia na kumwacha mke wake, asema Bwana Mungu wa Israeli, humfanyia jeuri yule aliyepaswa kumlinda, asema Bwana mwenye nguvu zote. Basi jihadharini wala msifanye kiama. Kwa hiyo anakuchukia kuachana Mungu wa Israeli. Wakorinto wa kwanza 7:39 maandiko yanasema, mwanamke amefungwa kwa mmewe muda wote anapokuwa hai, lakini mme uwe akifa yu huru kuolewa na mtu yeyote amtakaye, bali awe wa Bwana. Unaona? Mwanamke umefungika unapoachana na mwenzi wako kama bado yuko hai.
ila akisha kufa ina maana haufungiki tena, unaruhusiwa kwenda kuoa au kuolewa. Warumi 7:2-3 maandiko yanasema, kwa mfano kwa sheria mwanamke aliyeolewa amefungwa kwa mume wake maadamu mmewe yu hai, lakini mmewe akifa huyo amefunguliwa kutoka katika sheria inayomfunga mmewe. Hivyo basi akilala na mwanaume mwingine mume wake angali hai anaitwa mzinzi, lakini mmewe akifa amefunguliwa sheria hiyo, wala si mzinzi ikiwa ataolewa na mwanaume mwingine. Waibrania 13:4 yenyewe inasemaje? Ndoa naye iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana Mungu atawahukumu wazinzi na waasherati wote. Kumbukumbu la Torati 24:1 maandiko yanasema, mwanaume akimwoa mwanamke ambaye amechukizwa naye kwa sababu ameona jambo lisilofaa kwake na akamwandikia hati ya talaka, akampa na kumfuza kutoka nyumbani kwake. Hilo alijaelezea vizuri, nataka nikutafutia andiko lingine ambalo litaweza kusaidia. Mathayo 18:15-17 maandiko yanasema, kama ndugu yako au dada yako akitenda dhambi, nenda ukawaonye kosa lao kati yenu, nao wakikukulia utakuwa umewashinda. Lakini ikiwa hawajakusikiliza, chukua mtu mwingine mmoja au wawili, ili kila jambo lisuluhishwe. Sasa kuna Maraki 2:14-16 maandiko yanasema, unauliza kwa nini? Ni kwa sababu Bwana ndiye shahidi kati yako na mke wa ujana wako. Umekosa uaminifu kwake, ingawa ni mwenzi wako, mke wa agano la ndoa lako la ndoa. Je, si Mungu mmoja aliyekuumba wewe ni wake katika mwili na roho? Na Mungu mmoja anatafuta nini? Uzao wa kumcha Mungu. Basi jihadhari, wala usimfanyie muaminifu mke wa ujana wako. Mwanaume anayechukia na kumwacha mke wake, asema Bwana Mungu humfanyia jeuri yule anayepaswa kumlinda. Asema Bwana mwenye nguvu zote. Basi jihadharini, wala msifanye kiama. Kwa hiyo usimwache mke wa ujana wako. Umembebesha mimba mwanamke au mwanaume, umezini wa kwanza, mnatakiwa kuoana. Umemzalisha mwanamke, unatakiwa kumuoa, usimwache akateketea. Waefeso 5:22-33 maandiko yanasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Enyi wake. Sasa hii ni sheria ambayo inatakiwa iongoze ndoa, na hii sheria imevunjwa na wanawake wengi na wanaume wengi. Ndio maana kuna migogoro mingi ndani ya ndoa, na ndoa nyingi na uchumba mwingi unavunjika. Maandiko yanasema, mwanamke amtii na kumnyenyekea mume wake kama anavyomnyenyekea bwana wake. Lakini mwanaume ampende na kumheshimu mke wake kama kiumbe dhaifu, ambaye asije maombi yake yakazuiliwa, na najua kwamba watarithi pamoja ufalme wa mbinguni. Narudia tena, soma Waefeso 5:22-33 maandiko yanasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana, kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, na mwili wake ni mwokozi. Kama vile kanisa linavyomtii Kristo, vivyo hivyo wake nao wanapaswa kuwatii waume zao katika kila jambo. 25 enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kwa hiyo wewe mwanamke, mtii mume wako kama unavyomtii Bwana, kama kanisa linavyomtii Kristo. Lakini nyie wanaume, wapendeni wake zenu kama Yesu Kristo anavyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, akakubali kufa kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watumishi wa Mungu, kwa ajili ya watu wa Mungu. Mstari wa 26, ili kumtakasa, akimtakasa kwa kumosha kwa maji katika neno, na kujiweka mbele yake kama kanisa linalong'aa, lisilo na doa wala kunyanzi wala lolote lile baya, takatifu, lisilo na lawama. Vivyo hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe. Hakuna mtu
naye uchukia mwili wake wakati wowote, bali huurisha na kuutunza mwili wake kama Kristo anavyolitendea kanisa. Kwa maana sisi tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hili ni fumbo kuu, lakini nazungumza kuhusu Kristo na kanisa. Hata hivyo kila mmoja wenu pia ampende mke wake kama vile anavyojipenda mwenyewe, na mke lazima amheshimu mumewe. Kwa hiyo mke mheshimu na kumtii mume wako na kumnyenyekea. Lakini mwanaume mpende na kumheshimu na kumtimizia haja na kumhudumia mke wako. Haya ni mafundisho ambayo unatakiwa uyajue. Timothi wa kwanza 5:8 maandiko yanasema, mtu yeyote asiyewaandalia jamaa zao mahitaji, kama ni nyumba yako au familia yako, na hasa watu wa nyumbani mwake, ameikana imani na ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Lakini pia kuna neno hapa linasema Mathayo 23:23, ole wenu walimu wa sheria na mafarisayo wanafiki. Kwa hiyo usifundishe uongo juu ya masuala ya ndoa. Usifundishe masuala ya uongo juu ya mahusiano. Usifundishe masuala ya uongo juu ya mahusiano. Narudia tena. Unapofundisha uongo juu ya mahusiano, ina maana itakupa mambo hatari. Matendo 2:38 maandiko yanasema, Petro akajibu, tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Warumi 4:15, kwa sababu sheria huleta ghadhabu, na pale ambapo hakuna sheria hakuna uvunjifu wa sheria. Kwa hiyo baada ya mafundisho haya, ningependa uelewe kwamba Mungu anachukia kuachana. Wewe unayeachana na mwenzi wako, haya sio mapenzi ya Mungu. Tafuta mrudiane, na pia kama mna changamoto mnataka kurudiana, mnaweza kunitafuta, nitawashauri, nitawaombea, na Mungu ataweza kuwaunganisha na mtaweza kupata matokeo mazuri. Au umeachana na mwenzi wako na bado mnatamani mrudiane, mjenge ndoa na mahusiano, basi usiache kunitafuta. Mungu amenipa neema, nitakushauri, nitawaombea, na mtaweza kurudiana kirahisi, na neema ya Mungu itaonekana kwenye maisha yako. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili juu ya mafundisho ya mahusiano, ndoa, uchumbe, talaka na migogoro kwenye ndoa, na namna ya kuweza kuiondoa kulingana na neno la Mungu na sheria ya Bwana. Kumbuka, sheria ya Bwana inaposimama, hakuna adui anayeweza kutenganisha ndoa yako. Lakini Wakristo wengi hawana upendo wa Kristo kwenye maisha yao, hawaombi pamoja na waume zao na wake zao, hawatembei katika misingi ya sheria za Mungu, ndio maana wengi wanaachana. Kumbuka, kinachoweza kuleta mvuto kwenye maisha ya mwanamke au mwanaume ni uwepo wa Kristo. Tunapokuwa hatuna Kristo, hatuna nuru. Na wale waliompokea Yesu walifanyika kuwa wana wa Mungu, waliipokea ile nuru. Maana Yesu anasema, ni wapo hapa ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Lakini pia akasema, nyie ni chumvi ya ulimwengu. Soma Mathayo sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 13, anakuambia nyie ni chumvi ya ulimwengu. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini ikolee? Mstari wa 14 anakuambia nyie ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi ukastirika ukiwa juu ya mlima, bali uwezi ukawasha taa ukaweka chini ya pishi, bali utaweka juu ya mlima ili iwaangazie wote. Na mstari wa 15 anakuambia, vivyo hivyo nuru yako iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yako mema, ili wamtukuze Baba yako aliye mbinguni. Kwa usikubali kuwa ni mnyonge. Anza kumtafuta Mungu, anza kumpenda. Hata kama unapitia kwenye migogoro ya kifamilia, usimkimbie Mungu, usimkimbie Yesu Kristo. Mlilie, muite, naye atakuitikia. Mwambie mapenzi yake yatimie kwenye maisha yako. Mwambie aguse maisha ya mume wako au mke wako, ampe roho ya wokovu na kumpenda yeye. Wengi tunaomba maombi mabaya
pale tunapoharibu ndoa zetu au ndoa zetu zinapoharibika. Kwa nini? Sababu maombi tunaanza kuomba, mume anipende, mke aniheshimu. Hapana. Maombi hayo hayatakusaidia. Ina maana hayo ni maombi ya ubinafsi. Maombi ambayo ni ya Mungu, ambayo si ya ubinafsi. Mwambie Mungu, naomba Mungu umuokoe mume wangu au mke wangu. Naomba Mungu umguse mume wangu au mke wangu. Gusa roho yake, mwili wake na nafsi yake. Akupende kupita kawaida. Kumbuka, mwanadamu anapompenda Mungu, anafuata sheria ya Mungu. Kama akishafuata sheria ya Mungu, ina maana atalazimika akupende na kufuata sheria ya Bwana, ili asikutende mambo ya hiana ambayo yanaweza kumuondolea utukufu wa Mungu kwenye maisha yake. Kumbuka, mwanadamu anapokuwa na Mungu, mwanadamu anaongozwa na roho wa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anayeongozwa na roho wa Mungu hawezi akaruhusu kuachana. Na hao watumishi unaona wanaachana, ina maana unakuta upande mmoja shetani ameingilia na amezidi nguvu, na yule mtu amekataa kurudi kwenye misingi ya kimungu. Kwa hiyo unakuta ndoa ni migogoro, ndoa ni ugomvi, ndoa ni mapigano, kwa sababu hawataki kuruhusu upendo wa Kristo ndani ya hayo mahusiano. Naitwa Apostle Johannes John. Ningependa usiache kunitafuta kwa ajili ya kukusaidia katika ushauri, lakini pia kukuongoza katika misingi ya kimungu ya kuweza kutengeneza ndoa yako, mahusiano yako, uchumba wako, hatima yako ya maisha ya mahusiano yako na mwenzi wako na mchumba wako, lakini pia mahusiano yako makuu na Mungu. Maana Mungu ndo chanzo na namba moja, alafu mengine yote yanafuata. Kama hujaokoka na hujampokea Kristo, unaweza kuungana nami. Wewe ni Muislamu, ni Mbudha, ni Muhindu, lakini unahitaji kutembea katika Mungu wa kweli. Maana kitabu cha Yohana 14:6 maandiko yanasema, Yesu Kristo pekee ndo njia, kweli na uzima. Hakuna mtu atakayemuona Baba au mbingu bila kupitia kwa njia yake. Sasa hujampokea, tamka maneno haya kwa imani. Au ulikuwa umeokoka, umeanguka, au hujaokoka, wewe ni Mkristo, basi rudia maneno haya. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, mimi najua wewe ndo njia, kweli na uzima. Najua wewe ndo Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Najua wewe kila goti lazima litapigwa, vitu vyote vya mbinguni, duniani na kuzimu, kama Wafilipi 2:10 inavyosema, na kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Nami nakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, nami nakuinamia na kupigia magoti wewe na kusujudia wewe. Naomba unisamehe dhambi zangu zote, unitakase, unioshe, unifanye kiumbe kipya. Niondoe kwenye kitabu cha hukumu, niandike kwenye kitabu cha uzima wa milele, kwa ajili ya ukombozi wa nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu. Nakupenda sana. Naomba Roho Mtakatifu wako aniongoze mpaka mbinguni, nisije nikaikosa mbingu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nakupenda katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baada ya sala hiyo fupi, amini umeokolewa, amini umekombolewa, amini umesamehewa dhambi zako. Tafuta maji ukabatizwa. Tafuta kanisa la Kirokore, au unaweza kuja madhabahuni kwetu, tupo Kimara Korogwe hapa Dar es Salaam. Utabatizwa na utaanza kuona utukufu wa Mungu na utajazwa Roho Mtakatifu. Nakupenda in Jesus name. Shalom.